Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha una subscribe. Kilicho happen kwenye mitandao ya kijamii, kama unafahamu na mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii, utafahamu kabisa kwamba couple inayo trend sasa hivi katika mitandao ya kijamii si nyingine bali ni couple ya Kiredio pamoja na Vidola. Sasa Kiredio ameweza yani Harmonize aliweza kuchati na Kiredio na Harmonize amevujisha chati ambazo alikuwa ana chati na Kiredio, ambapo kwenye chati hizo ambazo walikuwa na chati huko Instagram, nadhani ilikuwa ni mazungumzo ya kawaida, lakini kuna siri nyuma pazia kutokana na mazungumzo ambayo walikuwa wameyazungumza. Nadhani hii itakuwa ni fursa kubwa sana kwa Kiredio kwa sababu ni mtu wa kucheza na fursa, na kiukweli ameomba ombi kwa Harmonize na amekubaliwa. Mazungumzo yalikuwa kama ifuatavyo, ambapo tunaona Kiredio alikuwa anamuomba Harmonize katika kazi moja hivi kuifanya kwenye mtandao wa kijamii, ambapo alimwandikia hivi Harmonize: hello, samahani, naitwa Kiredio, I'm a stand-up comedian kutoka Tanzania iliyojikita na wanavyuo. Nina show yangu inaitwa Kiredio University Tour. Kutokana na viewers na jina nililoweza kutengeneza vioni, naanza na da, na katika watu nilitamani wawepo ni wewe tu, hivyo basi najua unaelewa hustling za vijana. Naomba niruhusu nitumie picha yako kutangaza special appearance please. Najua ni ngumu kufika, ila tu naomba ruhusa ya kutumia picha yako. Sasa ukiangalia ni muda mrefu sana, ukiangalia ni muda mrefu Kiredio alikuwa ndo anaanza kujitafuta. Hapa alikuwa bado hajawa superstar kama hivi leo, ambapo tunaona hata zile show za view kidogo zimepungua. Sasa tunaona alichokiandika Kiredio, hii message aliyomwandikia Harmonize aliandika ilikuwa ni tarehe 19 Mei 2022. Leo ni 2025, takriban miaka mitatu imepita tangu atume message hiyo kwa Harmonize. Sasa Harmonize kumbe message hiyo aliweza kuipata, na tunaona Harmonize ameweza kufanya kitu kikubwa kwa huyu Kiredio, kwa sababu tunaona alikuwa anaomba tu kupata picha tu ya Harmonize afanye kama special appearance, kwamba atakuwepo mtu fulani vitu kama hivyo, lakini anajua kwamba ni ngumu kufika, lakini alikuwa naomba tu kupata ruhusa ya kutumia picha, kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza kutangaza show, lakini ukiweka picha ya msanii fulani bila kuzungumza naye, sometimes anaweza kukusiu na kukushtaki na ukaweza kutoboka fedha nyingi sana. Sasa Kiredio alijua kucheza na fursa na alimuomba Harmonize, lakini sidhani kama aliweza kumjibu, lakini tunaona Harmonize akona sio kesi, alimjibu leo akavujisha akasema keep pushing, I just wanna see Kiredio and his girlfriend or wife whatever doing leo, Harmonize and Bosso video together, they really looks good together. I have to spend some money for them. Wait, the guy trying a lot for her. Najua anapendezaga, ila nasubiri kuona wakiwa in love looks zaidi. Sasa basi, kama unavyojua Harmonize huaga na changanya Kiswahili na Kiingereza. Hapa kuna vitu ambavyo ameviweka bayana na kusema kwamba endelea kupambana na Kiredio, lakini ninataka kuona Kiredio pamoja na girlfriend wake. Hapa nazungumzia Kiredio pamoja na Vidola, kwamba yani hata ukitaka kumuita wife huyo Vidola, kama ukitaka kumuita ni mke wa Kiredio sawa tu, lakini kumbuka ni kwamba whatever doing leo Harmonize and Harmonize together, they really looks good together. Manake anataka kuwatumia kwenye video mpya aliyofanya na Mbosso. Video hiyo inaenda kwa jina la Leo, ngoma kali sana, ambapo anasema kwamba anataka kumuona Kiredio pamoja na Vidola, manake watakuwa kama nadhani Vixen, kuna video Vixen kama unafahamu. Kwa hiyo watakuwa wanatumika kama characters katika hiyo video. Kwa hiyo anasema anataka kutumia pesa nyingi sana, anaandika I have to spend some money for them. Wait, the guy trying a lot for her. Manake Harmonize anataka kutumia pesa nyingi sana, yani kama kuwalipa hivi kwa ajili ya kushuti video mpya ambayo atakuwa ameifanya na Mbosso. Kwa hiyo katika video mpya ambayo itatoka Harmonize pamoja na Mbosso, utawaona Kiredio pamoja na Vidola, kwa sababu anasema huyu jamaa ni anatumia pesa nyingi sana kwa ajili ya mrembo wake. Yani Kiredio anapambana sana kwa ajili ya Vidola,
na usio. Kwa hiyo kiukweli alimalizia na kusema kwamba najua wanapendezaga, ila nasubiri kuwaona wakiwa in love looks zaidi. Kwa maana yake ni kwamba hapo sasa ndo fursa sasa ya Kiredio kufanya kweli, kwa sababu kupata fursa hii ya kufanya kazi na Harmonize katika video mpya, kwanza kabisa itazidi kuongeza mashabiki wengi katika fan base ya Kiredio. Hapa Kiredio atajizoea umaarufu sana, lakini pia atajizoea trust kubwa kwa mashabiki wa Harmonize, lakini pia kwa mashabiki wa Mbosso. Kila msanii anakuwa na mashabiki wake. Kwa hiyo atachukua upepo wa Harmonize, pia atachukua upepo wa Mbosso, kwa sababu tunaona wawili hao wamekutana na wameshirikiana katika video mpya. Kwa hiyo sasa hivi ni kwamba Kiredio amepata, naweza kusema kwamba hii naweza kusema ni donge nono, kwa sababu kwanza kuhusika katika video hapo anaweza kalipwa zaidi ya milioni 1, anaweza kalipwa hata zaidi ya milioni 10. Tunaona uhusika tu, kumchukua tu comedian au mtu yoyote katika uhusika wa video, unaweza ukashangaa Kiredio anaweza akatumika hapo na pia akalipwa pesa nyingi sana. Na tunaona hata wengi washashukuru kusema kwamba Harmonize kwenye swala zima la kuwalipa wale wahusika wanaocheza katika video sio shida zake, huaga anatoa pesa nyingi sana. Tunaona Gigy Money shamtumia katika video yake ya Dharau aliyoshirikiana na Ibra, alilipwa pesa nyingi sana. Sasa hivi Kiredio ni wakati wake wa kufanya kitu kizuri, lakini pia tunaona anasema kwamba anatamani kuwaona wawili hawa wakiwa katika muonekano mzuri wa upendo. Manake anataka kuwaona wakifanya zaidi ya hivyo wanavyofanya, kwa maana ya kwamba kama ni speed Kiredio ongeze, lakini pia kama ni matashtiti kuchangamka na hapa na pale, basi ni wakati wa Kiredio kujipanga kuhakikisha kabisa kwamba hii fursa anatakiwa asiichezee vibaya, kwa sababu kama amepata nafasi maana yake anaenda kuingia katika video mpya. Kwanza ni naweza kusema ni bahati, kwa sababu hii bahati haiji mara mbili. Kwa hiyo kuna wakati mtu anabidi acheze na fursa ambayo fursa hiyo inaweza kumsaidia kuweza kujitengenezea brand. Brand ndio inaanzia hapa sasa. Kiredio maana yake ameweza kupata brand ya kwake mwenyewe, maana yake anaweza kufanya kitu chake kwa uhuru zaidi, lakini pia itamfanya kumpa motisha zaidi, kwa sababu tunaona waga anafanya challenge za wasanii wengine. Tunaona ameweza alishawahi kufanya challenge katika nyimbo mbalimbali, mfano nyimbo za Zuchu au sio bwana, ameshaokota sana pale WCB. Kwa hiyo sasa hivi Harmonize ameona sasa kufanya kitu kikubwa zaidi. Wale sio wanampa fedha, yeye amemuingiza kabisa katika video, na maana yake atakuwa muhusika character, na hii video hii itaishi kwa miaka na miaka. Kwa hiyo hii itamsaidia Kiredio kumtengenezea fursa nyingine mpya ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe.